Watu wengi wanapenda kuzungumzia kuhusu mafanikio. Kila mtu ana maoni yake, vitabu vimeandikwa, video zimejaa mitandaoni, na kila siku unasikia maneno kama kuwa na bidii, amka mapema, usikate tamaa. Lakini ukweli ni kwamba kuna mambo makubwa ambayo hawatakwambia kamwe kuhusu mafanikio. Sio kwa sababu hawajui, bali kwa sababu baadhi ya mambo haya ni magumu, ni machungu na ni ya kweli kiasi kwamba wengine hawako tayari kuyakubali. Jambo la kwanza, mafanikio ni gharama kubwa sana. Mafanikio sio zawadi, ni gharama. Kila mtu anataka kufanikiwa, lakini wachache wako tayari kulipa bei yake. Bei ya kukosa usingizi, bei ya kukataliwa, bei ya upweke, bei ya kuchoka bila huruma. Kuna siku utajiona kama dunia inakugeuka. Lakini wale waliofanikiwa hawakukimbia, waliendelea hata walipokuwa na maumivu. Mafanikio ni gharama, sio bahati. Lakini jambo la pili ambalo hutaambiwa ni kwamba utakosa watu wengi sana. Unapochagua kufanikiwa utapoteza marafiki. Wengine wataanza kukuona kama umejiona, kama umebadilika au kama unaringa. Lakini ukweli ni kwamba haujabadilika vibaya, bali unaenda juu. Na si kila mtu ana moyo wa kupanda mlima pamoja na wewe. Usihofu kupoteza watu wanaokuogopa unapong'aa. Hofu kubwa ni kubaki na watu wanaokuzuia kung'aa. Jambo la tatu, mafanikio yana upekee. Hakuna njia moja ya kufanikiwa. Wengine walifanikiwa kwa elimu, wengine kwa ujuzi, wengine kwa uthubutu. Usijilinganishe. Ukiiga kila mtu utapoteza uhalisia wako. Kila mtu ana njia yake ya mafanikio. Siri ni kujua wito wako na kuufuata bila kusita. Wakati mwingine njia yako inaonekana ajabu sana, lakini huenda ndio njia pekee ya kukufikisha pale unapotakiwa kuwa. Sehemu ya 4, mafanikio hayaji haraka. Watu wengi wanataka mafanikio ya leo, kesho. Wanataka matokeo makubwa baada ya siku 3 tu za bidii. Lakini mafanikio ni mchakato, si tukio. Yanachukua muda, majaribu, makosa na uvumilivu. Wale wanaofika juu walivumilia miaka mingi ya kimya. Wakati wengine wanataka sherehe, wao walikuwa wakijenga misingi. Kama una haraka, utachoka kabla hujafika. Lakini jambo la 5 ambalo hutaambiwa ni kwamba mafanikio huja na upweke. Ukweli mchungu, kadri unavyopanda ndivyo unavyobaki peke yako. Si kwa sababu watu ni wabaya, bali kwa sababu njia ya mafanikio ni nyembamba sana. Wachache wana uvumilivu, wachache wana maono, wachache wana uthubutu. Wakati wengine wanacheka, wewe utakuwa unajifunza. Wakati wengine wanalala, wewe utakuwa unafanya kazi. Upweke wa mafanikio si adhabu, bali ni sehemu ya safari. Lakini jambo la 6, mafanikio yanahitaji nidhamu zaidi kuliko motisha. Motisha ni kama moto wa kiberiti. Unawaka haraka, unazima haraka. Lakini nidhamu ni moto wa mkaa. Unachoma muda mrefu. Hautafanikiwa kwa sababu ulisikia hotuba nzuri. Utafanikiwa kwa sababu ulijilazimisha kufanya kazi hata bila hisia. Utaamka asubuhi hata bila hamasa. Utaendelea hata kama hakuna anayekuona. Hapo ndipo mafanikio yanaanza kuonekana. Sehemu ya 7, mafanikio si mwisho, ni mwanzo mpya. Unapofikia mafanikio usifikiri umemaliza. Kila kiwango kipya kinahitaji toleo jipya la wewe. Huo ndio ukweli ambao hawatakwambia. Mafanikio hayamaliziki. Ni mlango wa majukumu mapya, changamoto mpya na watu wapya. Na mwisho wa siku, mafanikio halisi sio pesa tu wala umaarufu. Ni uwezo wa kuishi maisha yako kwa kusudi, kwa amani na kwa uthubutu. Kuna mengi ambayo hawatakwambia kuhusu mafanikio, lakini kama utaelewa haya, utakuwa mbele ya wengi sana. Kumbuka, usitafute njia rahisi,
tafuta njia sahihi. Usikimbie maumivu ya kukamilishe, na usiogope kuchelewa. Bora uchelewe ukifika kuliko uharakishe ukipotea. Kabla ya yote, usisahau kulike video hii, share na rafiki zako, lakini pia usisahau kusubscribe, maana safari yetu ya ukuaji bado inaendelea.